ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربه خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، معاشر السادة الأكارم، katika Qur'an al-Karim kuna durusun mutafawita, na miongoni mwa aya ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtirishia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna kila aina ya masomo yanayofundishwa katika aya hizo. Na sura 114 zimepewa kila sura jina lake. Sasa kuna sura ambayo inakwenda na subject inayozungumzwa pale, Suratul Fatiha, na imeitwa hivyo kwa sababu ni Fatihatul Kitab. Suratul Baqara, na Mwenyezi Mungu kaipa jina la ng'ombe kwa sababu ndani kuna subject imezungumzwa kuhusu ng'ombe. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Vipi ng'ombe alivyochinjwa, aloua akatambulikana baada ya kupigwa nyama miongoni mwa nyama ya mnyama yule alochinjwa. Kwa mazingatio yale Mwenyezi Mungu akaita sura ile Suratul Baqara, watu wapate kutanabba. Suratu Ali Imran kwa sababu ndani kumetajwa familia ya Ali Imran, Sayyida Maryamu na Sayyidina Zakaria na watoto wao wawili hawa, Yahya ibn Zakaria na Isa ibn Maryam alayhimus salatu wassalam. Suratu Nisa, Mwenyezi Mungu ametaja ndani yake wanawake na tahkim juu ya kitabu cha Mwenyezi Mungu kuhusu hukumu za Uislamu, kuhusu mambo ya kike wa hakadha. Akizungumza saa nyingine akhlaki za Muislamu, Tauba, Suratu Tauba, ndani kunazungumziwa tabia Muislamu vipi anafanya makosa, mara nyingine anarudi kwa Mwenyezi Mungu anatubia dhambi zake na hivi na hivi. Suratu Yusuf, ndani imezungumzwa sura Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam. Suratul An'am, Mwenyezi Mungu amezungumza ndani yake wanyama. Kwa kila sura inatajwa jina, ndani kuna subject maalum. Mara nyingine vinatajwa viumbe. Suratul Shams, dhukirat fiha Shams. Suratul Qamar, Mwenyezi Mungu anazungumzia mwezi. Suratul Kafirun, ndani kunazungumzwa makafiri. Suratul Munafiqun, kunazungumzwa wanafiki wanavyokuwa. Suratul Mu'minun, wanasema Waislamu muumini wako vipi. Suratul Nur, Mwenyezi Mungu anaitaja na kuifafanua nur. Sasa kila anapokwenda anataja sura na ndani kuna subject maalum. Amamana al-yawm Suratul Jinn. Siku ya leo mbele yetu tuna sura mukarrara ambayo ni Suratul Jinn. Waljinnu khalqun min khalqi Llahi tabaraka wa ta'ala, na majini vile vile ni viumbe miongoni mwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ma haqiqatul jinni, kabla hatujazisoma aya zilizokuwa katika Suratul Jinn, hebu tueleze mambo matano kuhusu jini. Ni nani jini na ukweli wa majini?
Ni viumbe gani jini? Ma haqiqatuha, ukweli wake kuhusu viumbe hivi vipi? Kwa sababu hofu ya mwanadamu leo anaogopa majini, na naamini kuna baadhi ya watu wameuweka Uislamu kwamba ni dini ya majini, na wanapofahamu Waislamu kwamba Waislamu wanapenda majini, au Waislamu wao na majini ni kitu kimoja, au Uislamu ni dini ya majini, na mtu ukimtajia jini anaogopa. Ukiambiwa nyumba fulani kuna majini, basi naamini utapita mbali na nyumba ile. Au msikiti fulani kuna majini, kusali pia utakuwa husali katika msikiti ule kwa sababu unaviogopa viumbe vile. Au fulani ana jini, utakuwa pia unamuogopa, hata kumsalimia hutaki. Kwa nini? Kwa sababu ana kiumbe ambaye we humuoni. Sasa hebu tueleze ukweli wake kuhusu vitu hivi vipi. Aljinnu khalqun min khalqillah, kama vile wanadamu walivyoumbwa, nao vile vile majini wameumbwa. Walaqad khuliqatil jan qabla al-insi, majini wameumbwa kabla wanadamu, kabla 2000 sana, kabla miaka 2000 walikuwa wao washaumbwa zamani, na wao walikuwa wanakaa katika ulimwengu. Kwa wanadamu wamekuja katika ardhi baada ya miaka 2000 kuwepo nani? Majini. Na ni viumbe ambao hawaonekani, ni viumbe ambao hatuwezi kuwaona, wao wanatuona. Ndio Allah anasemaje? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, hakika yeye shetani anakuoneni yeye na jamaa zake kwa njia ambayo nyewe hamuwaoni wao. Kwa hiyo wao majini wanaweza kutuona sisi, lakini sisi hatuwaoni wao, na tunaweza kuwaona lakini kwa njia au kwa maumbile ambayo sio yale yenyewe original ya kijini. Na miongoni mwa imani za kuamini kwa Waislamu, moja ni kuamini nini? Ghaibu, vitu ambavyo hatuvioni. Kwa hiyo tunaamini kwamba majini wapo, na majini wameumbwa, na wapo wanaishi, na ni moja katika sifa za Waislamu kuamini vitu vilivyoghaibu. Allah anasema alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Man humul muttaqun? alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. alladhina yu'minuna bilghaib, yani yu'minuna bima ghaba anhum, bima ghaba an ayunihim. Miongoni mwa sifa za kwanza kabisa za wacha Mungu, wanaamini vilivyoghibu, wanaamini vitu ambavyo hawavioni. Hawamwoni Mungu, ikiwa wanaamini yupo. Wanaamini malaika, na wanaamini kwamba malaika wapo hata kama hawawaoni. Tunaamini kwamba majini wapo japo hatuwaoni. alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salah. Na kutokiona kitu isiwe sababu kwamba hukioni ndo usikiamini. Upepo tunauhisi, hatuuoni. Tayaru karuba, umeme, ile silki yake na vitu vinavyofanya mpaka kukawa na taharuki katika merwaha au nini, hatuioni, lakini tunaona namna inavyoathiri. Vitu vingi vinakuwa ulimwenguni havionekani, lakini athari yake inaonekana. Kwa hiyo si lazima kwamba lazima ukione kitu ndo kiamini. Inawezekana kitu kikawepo lakini ukioni. Kwa hiyo majini wapo lakini hatuwaoni. Kwa hiyo ni moja katika sifa za waumini kuamini vitu ambavyo wao wenyewe hawavioni kwa macho yao. Baada ya kuamini kwamba majini wapo, sasa mimma khuliqatil jan, majini wameumbwa kutokamana na kitu gani? Allah anasema khalaqal insana min salsalin kalfakhar wa khalaqal jan min marijin min nar. Ameumbwa mwanadamu kutokamana na mchanga, na ameumbwa jini kutokamana na moto. Hii ni Qur'an katika suratul Rahman aya 14 mpaka 15.
Inaeleza viumbe viwili hivi, binadamu kaumbwa kutokana na nini na jini kaumbwa kutokana na nini. Na kuna tofauti gani kati ya jini na shetani? Ni kitu kimoja, lakini anapokuwa mutamarrid jini na kupokuwa mbaya anaitwa shaitan. Akizidi ubaya wake anaitwa shaitan, lakini anapokuwa mbaya kidogo ni ifrit. Kuna stage maalum za balaa anazozifanya shetani mpaka anakuwa anabadilika, lakini jini, shetani, ifriti ni kitu kimoja, wote ni wamoja. Kwa hiyo mtu akikwambia wewe ifrit, maana yake wewe shetani. Kwambia wewe jini, maana yake ndo kabila hiyo hiyo. Kwa hiyo majini wameumbwa kutokamana na moto, ndo asili yao. Katika hadithi amepokea Imam Muslim anasema, khuliqatil jan minan nar wa khuliqatil malaikatu minan nur wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Majini wameumbwa kutokamana na moto, na wanadamu wameumbwa kutokamana na mchanga, na malaika wameumbwa kutokamana na nur. Hivi ni vitu tofauti na maumbile yao tofauti. Lakini suala linaweza kuja, idha kanat aljan khuliqat min an-nar kaifa tu'adhabu bin-nar? Kama majini wameumbwa kutokana na moto, sasa vipi waadhibiwe tena kwa moto? Mtaumia vipi? Moto kwa moto itakuwaje? Sasa hata wakienda motoni watakuwa hawaumii, sababu wao wenyewe moto, kwa itakuwa fireproof. Sasa wewe mwanadamu, wewe umeumbwa na mchanga au udongo, lakini tukauchukua udongo tukaufinyanga tukaukausha tukakupiga nao, unaweza kufa, wakati wewe mwenyewe ndo asili yako ile, lakini imekuumiza. Na asili yao tu majini ni moto, lakini hai kwamba wao sasa hivi ni moto unawaka, kama wewe ambavyo asili yako ni mchanga na udongo, lakini sasa hivi unapojikuta hivi huoni vumbi wala hutoki mchanga. Ile asili yako tu, ni asili yako tu. Ndio maana Mtume anasema, nilikuja kusali siku nyingine, fa atani shaitan, akanijia shetani kutaka kuniharibia sala yangu. Sasa fa khanaqtuhu, nikamkamata koo, nikamminya koo yake, hatta wajadtu barda lisanihi fi yadi, mpaka nikapata ubaridi wa ulimi wake katika mkono wangu. Mtume anasema alikuwa anasali, shetani akaja mbele yake kitaka kumchezea Mtume katika sala yake. Mtume akamuona, akamkamata shetani koo. Ukikamatwa koo, ulimi unatoka nao. Sasa kutoka kwa ulimi ule ukaanguka katika mkono wa Mtume. Bwana Mtume anasema hatta wajadtu barda lisanihi fi yadi, mpaka nikapata ule ubaridi wa ulimi wake katika mkono wangu. Sasa kama ni moto, kwa nini apate baridi? Sasa ni ile asili tu, kama ulivyokuwa wewe asili udongo. Kama ingekuwa moto ndo unawaka kile nakokwenda jini, Mtume asingepata ubaridi katika mkono wake. Na katika hadithi nyingine Mtume anasemaje? Ash-shaytanu yajri min ibni adama majra ad-dam, shetani anapita katika mwili wa mwanadamu kama vile damu inapopita katika mishipa. Kwa shetani anapita katika mishipa ya damu ya mwanadamu. Sasa ingelikuwa ni moto unawaka, tungeungua sote, ungemwona mtu huyo mara anaripuka, anawaka mwenyewe kwa mwenyewe. Limadha? Lianna ash-shaytana yajri fi jasadihi majra ad-dam. Lakini hakuna anayewaka moto, kwa sababu shetani asili yake ni moto, lakini sasa hivi laysat binarin tahtariq au tuharriq. Kwa hiyo ni asli. Kwa hiyo kulijibu swala hili kwamba vipi mashetani wameumbwa na moto na wataadhibiwa kwa moto, tunasema inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ikiwa Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni muweza, anaweza kufanya anavyotaka. Thumma baada dhalika mimma khuliqatil jan, majini wameumbwa na nini? Kwa moto. Kwa hiyo aina masakinuhum, nyumba zao ziko wapi? Wanakaa wapi hawa majini? Anasema yufaddiluna amakin alkhaliya, majini wanapenda sana kukaa katika sehemu tulivu, sehemu ambazo hawakai watu.
wasaharawat, na wanakaa vile vile katika misitu na katika majabali na katika sehemu ambazo ziko kimya, wanapendelea zaidi. Vile vile wanaweza kukaa pamoja na watu majumbani mwao. Wengine wanapendelea kukaa chooni, wana sehemu tofauti tofauti kwa mujibu wa mapenzi yao, lakini hawakai chooni majini Waislamu, isipokuwa wale makafiri wabaya wanapendelea vitu najis, wanakaa kule chooni. Ndio maana Mtume SAW kafundisha mtu akiingia chooni semeje? Allahumma inni bismika Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi ni jini wa kiume, al-khaba'ith ni jini wa kike. Kwa maana kule inawezekana akawa yupo anaishi ifrit min al-jinn, anaishi watu mabjini wabaya. Na sehemu za baharini, katika fuo za bahari, katika ngome za bahari, majini wanapendelea katika sehemu hizo masakinuhum. Na kuna aina tatu ya majini. Nasema sinfun lahum ajnihatun. Kuna aina ya kwanza ya majini wana mbawa, wanazo mbawa, yatiruna ala alhawa, wanaweza kuruka, wanazo mbawa, wanapiga mbawa zao wanaruka. Wasanfun, na wengine katika aina ya majini hayatun wa aqaribun, unaweza kuona joka, nge na vitu vingine vile vile ni aina katika majini. Na vile vile wako wengine nasema yartahiluna wa yad'anuna, wako wale ambao wanahamahama, wanatoka hapa na kwenda hapa na kwenda hapa na kwenda kule, wanahamahama katika sehemu fulani. Wako aina tatu, hawa ni majini. Vile vile miongoni mwa vitu vinavyowahusu majini, na wao vile vile ni mukallafuna, kama vile ambavyo wanadamu ni mukallafun, yani sheria inawabana na wao kama vile ambavyo mwanadamu anabanwa na sheria. Ikiwa yajibu alaika an tuaddi as-salat, fayajibu ala al-jan iqam as-salat, yajibu alayhim iqam as-salat. Wao wanapaswa kuswali kama sisi tunavyopaswa kuswali. Wao wanapaswa kumtii Mungu kama sisi tunavyopaswa kumtii Mungu, kumtii mtume, na sisi vile vile kwenda Maka kufa ibada. Uislamu ulivyokuja unatuhusu sisi na wao. Ndio maana katika suratul Rahman Mwenyezi Mungu kazungumzia viumbe viwili vizito, athqalan, aljan wal ins, majini na watu. Ukisoma katika suratul Rahman utakuta ayati zinatakarrar, fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban. Hawa wanazungumzwa nani? Wanadamu na majini, viumbe viwili vizito hivi. Na mara nyingine utaona nidaun muwajjahun ila al-insi wal jan. Mfano Mwenyezi Mungu anasemaje katika suratul An'am? Ya ma'ashara al-jinni wal ins, enyi mkusanyiko majini na watu, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha. Hii Mwenyezi Mungu anawaambia wanadamu na majini, je, hawakuja mitume miongoni mwenu? Yaqussuna alaykum ayati, mitume wanakusimulieni aya zangu. Wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha, mitume hao wanakuhovisheni nyie majini na watu kuhusu siku ya mwisho kuja kukutana na mimi. Qalu shahidna ala anfusina, wenyewe kasema tumekuwa mashahidi juu ya hilo. Kwa ina maana hapa Mwenyezi Mungu anazungumza na watu wawili, ya ma'shara al-jinni wal-insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha. Kwa hiyo indhari imekuja kwa wote wawili, al-jinn wal-ins. Ina maana Uislamu unawahusu wote wawili, imani inahusu wote wawili, na taqwa inahusu wote wawili, na nabiyun ni nabii wa majini kama alivyokuwa nabii wa wanadamu. Kwa hiyo aljannu vile vile ni mukallafun. Haqiqatul jinn mimma khuliqatil jan, aina masakinul jinn, hal aljinnu mukallafun? Baadaye anasema aljinnu yatashakkaluna, majini wanao uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
wa kutashakkal kutoka katika sura ila suratin ukhra. Sio hakika kwamba jini ana uwezo wa kujifanya abadilike, lakini kuna baadhi ya vitu kama vile wanadamu wanavyokwenda katika sehemu mbalimbali wakafika katika ilmu fulani mpaka akaweza kuonyesha maajabu fulani, basi na jini vile vile anaweza kutashakal kutoka katika sura nyingine mpaka sura nyingine. Uwezo huu lakini hana isipokuwa baada ya kufanya vitu fulani fulani na kwa uwezo mkuu wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Ndio maana shetani aliweza kutokea katika vita, miongoni mwa vita baina makafiri na Waislamu, katika sura ya Suraqa ibn Malik. Shetani akatokeza pamoja na makafiri akamwambia, la ghaliba lakum alyawma minan nas wa inni jarun lakum, makafiri wenzangu twendeni, hakuna atakaye kushindeni leo miongoni mwa watu, nami niko pamoja nanyi. Katoka kama Suraqa ibn Malik, sura yake ile ile, kakamatana mkono na wenzake, anasema twendeni tukampige Muhammad. Alipoona malaika wanashuka kutoka mbinguni, Ibilisi akaona hawa ni malaika, wale wengine hawaoni wanadamu, akaushopoa mkono wake akajitoa katika kundi, akasema jamani, nendeni peke yenu, inni ara ma la tarawna, mimi naona vitu ambavyo nyie hamuvioni, naona viumbe wengine wanakuja. Anaogopa, watu wanazunguka na mtizama, ya Suraqa atazamu annaka jarun lana, wewe unatuambia ni jirani yetu, ni mwenzetu, mbona unakimbia? Sema la, inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah, mimi naona vitu msivyoviona, mimi namuogopa Mungu. Kwa ina maana anaweza kutoka katika hali hii kwenda katika hali nyingine. Naam, Sayyiduna Abu Huraira anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliniambia nihifadhi mali ya zaka katika mwezi wa Ramadhan. Anasema nikahifadhi mali ya zaka katika mwezi wa Ramadhan. Usiku, miongoni mwa usiku, akaingia mtu katika madebe ya tende akaiba tende. Alipokuwa anataka kuondoka, mimi nikamuwahi, nikamkamata, nikamwambia saashkuka ila rasulillah, na kupeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe unaiba, inajulikana wazi mwizi akipeleka kwa Mtume ndo hukumu inapitishwa. Akamwambia, bwana irhamni, nisikitikie, ana kathiru liyali, na vitoto vingi vinasubiri nyuma, mimi dhal haja, ni mtu mwenye shida, fa innaka in taraktani falan aud, na kuahidi ukiniachia sirudi tena. Akamwambia, hivyo unaniahidi kwamba hutorudi? Akamwambia, sitorudi, niachie leo tu, hali imenibana. Abu Huraira akamwachia, akaondoka akaenda zake. Usiku wa pili, Abu Huraira alipoapa mabuzikio akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa kishajua habari iliyotokea, akamuuliza, ya Aba Huraira, ma faala asiruka albariha, ewe Abu Huraira, kafanya nini yule jamaa uliomkamata jana? Abu Huraira akasema, umezipata habari hizi ya Rasulullah? Mtume kabla hata Abu Huraira hajaeleza, Abu Huraira anaelezwa yeye na Mtume. Ngambia, shaka, ameshtakia hajatan wafaqatan shadidatan fakhallaitu sabila, nimemkamata kweli ya Rasulullah, lakini amenisikitikia, akalia, akasema ana haja na matatizo mengi, nikamwachia, nikamwambia haya nenda. Lakini sikumwachia mpaka aliponiambia kwamba lan auda, sitorudi. Basi kwa ahadi yake mimi nikamwachia. Mtume akasema, ama innahu kadhabak, huyu kasema uongo, wasayaud, na nakuambia atarudi huyo usiku wa pili. Mtume anamwambia Abu Huraira, innahu kadhabaka wa sawfa yaud, kasema uongo na atarudi usiku. Abu Huraira anasema, faalimtu annahu sayaud, nikajua kwamba atarudi biqauli rasulillah, kwa vile Mtume kanaambia kwamba huyo bwana atarudi. Nikaamua sasa siku hiyo silali, atarasaduhu, mimi namsubiri, kwa kauli ya Mtume imesemaje, atarudi. Kwa hiyo Abu Huraira hajalala, akajua huyu mtu atarudi. Basi Abu Huraira kwa standby anatizama, akamwona yule bwana ananyatia, anaingia tena.
Akachukua mali ile, Abu Huraira akamkamata tena mkono, akaambia innaha lailatun thaniya, huu usiku wa leo ni wa pili. Walaqad zaamta annaka lan taud wa qad udta, umeniahidi kwamba hutorudi, kumbe ulikuwa unanidanganya na umerudi. Kwa hiyo leo hakuna tena salama. Ashkuka ila rasulillah, na kupeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunatafuta wezi, kumbe nyinyi ndo mnaiba. Akaambia rafiki yangu, niachie nisikitikie, kama hunisikitikii mimi basi vile vitoto vidogo na watu wananitegemea mimi. In taraktani falan auda, ukiniacha leo basi sirudi tena. Basi masahaba wa mtume wale nao walikuwa vile vile wana huruma, naona mtu analia kamwachia, basi kaambia haya. Asubuhi mapambaukiwa, Abu Huraira amekwenda kwa mtume, kamuuliza mtume, ya Aba Huraira, ma faala asiruka albariha, kafanya nini jamaa yako jana? Mtume anauliza tena swala la pili. Asema, ya Rasulullah, laqad aada, kweli amerudi kama ulivyosema, na ameiba, nimemkamata tena, lakini amelia tena shida. Kanambia hatorudi tena. Mtume kaambia, ama innahu faqad kadhaba alayka wa sawfa yaud, mimi nakwambia huyo kasema uongo na atarudi tena. Mara ya pili, Abu Huraira, unadanganywa, atarudi tena. Abu Huraira sema, nikajua kwamba atarudi tena kwa kauli ya mtume. Sasa hii ya tatu. Usiku ulipoingia, Abu Huraira akawa anamsubiri yule bwana, akaingia tena kama kawaida yake. Na hivi ndio wezi wanavyokuwa, hawakomi. Anajaribu, akijaribu tena na tena. Basi amekamatwa siku hiyo. Abu Huraira anamwambia, hii ni mara ya tatu, na kila nikikukamata unaniahidi kwamba utorudi, kisha unarudi. Nikikusamehe, nikikwambia usirudi tena, unaniahidi utorudi na unarudi. Leo sikusamehe tena, na kupeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Abu Huraira, utrukni, niachie niende zangu, wasauallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Leo kama unataka nitakufundisha maneno ambayo yatakufaa kwa Mwenyezi Mungu. Maneno hayo yatakufaa, Mungu atakunufaisha kwa maneno hayo. Tula hayati kwa utakuwa na manufaa kwa maneno hayo tunataka kufundisha mimi. Lakini kwa masharti, sikusomeshi maneno hayo mpaka uniachie, usinipeleke huko kwa Muhammad. Na Abu Huraira alikuwa na kiu ya ilmu, alikuwa anapenda kutafuta ilmu. Akaona kuna mambo gani mimi sio yajua. Utaniacha au uniachi? Kama uniachi basi sikufundishi, lakini ukiniacha nitakufundisha. Abu Huraira asema, nitakuachia, nifundishe. Akasema, ayatul kursi, innaka in qara'ta hadhihi al-aya min awwaliha ila akhiriha, ukisoma aya hii mwanzo mpaka mwisho, basi fala yaqrabannaka ash-shaytan, hakukurubi shetani kuanzia wakati huo hata tusbiha, usiku kucha mpaka utakapopambaukiwa. Wa kunta fi riayati llahi wa hifdhihi, na ukisoma aya hiyo utakuwa katika riaya ya Mwenyezi Mungu. Mungu anakulinda na hifadhi yake itakuwa inakuenea mpaka utakapopambaukiwa kwa aya hiyo tu. Aya gani? Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, ila akhir al-aya. Abu Huraira akamwambia hivyo, kachukua aya, akamwachia yule bwana, ameenda zake. Mtume anamwona Abu Huraira anakuja, akamwambia, ma faala asiruka albariha, kafanya nini mateka wako jana? Akamwambia, Rasulullah, laqad aada kama ulivyoeleza, alirudi kweli, na aliporudi mmemkamata na mmemwambia mara hii na kupeleka kwa mtume, lakini zaama annahu sayuallimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha, yanfa'uni Allahu biha, kaniambia atanifundisha maneno ambayo Mungu atanisaidia kwa maneno hayo, na nitakuwa katika hifadhi na utunzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka kupambaukiwa kwangu. Mtume kamuuliza, maneno gani kakufundisha? Kasema, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum
akamwambia ama innahu sadaqaka wa huwa kadhub, ama kwa kweli huyo kakuambia maneno ya kweli kabisa, wakati ye mwenyewe ni mkanushaji na muongo mkubwa. Atadri ya Aba Huraira man tukallim mundu 3 ayyam, man tukallimu mundu 3 ayyam, unamjua unazungumza naye kwa muda siku 3 ni mtu gani Aba Huraira? Abu Huraira anasema la, akaambia innahu aduwullahi iblis, huyo ni shetani. Huyo shetani unazungumza naye kwa muda siku 3 wewe huna habari. Kwa hiyo ina maana yule alikuwa sio mwanadamu, alikuwa jini anakuja kwa shetani, anakuja anaiba tende, Abu Huraira anamkamata. Kwa hiyo alikuwa anakuja kama sura ya mtu. Kwa hiyo wewe ulikuwa unaongea na shetani kwa muda siku 3 lakini wewe hutambui. Na alipokufundisha Ayatul Kursi kwamba ni kinga, ni kweli, lakini yeye kasema ukweli wakati yeye mwenyewe muongo. Hivi ndivyo alivyosema bwana Mtume kumwambia Sayyidina Abu Huraira alayhi ridwanullah. Kwa hiyo hii ndo hakika ya majini kabla hatujaingia katika suratul jinn. Sasa tizama katika suratul jinn, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kutueleza habari ya majini hawa. Kama makafiri wa Makka mnasikia Qur'ani kutwa kucha, lakini mnaipa mgongo. Sikiliza waliposikia majini Qur'ani walifanya nini. Fuatisha pamoja nami, kwa sababu suratul jinn ni miongoni mwa sura ngumu. Mimi nikikosea uniambie. Anasema Mwenyezi Mungu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi faamanna bihi walan nushrika birabbina ahada. Aya ya kwanza inazungumzia wahi uliokuwa umeteremka kwa bwana Mtume ukibainisha haqiqata aljinn na namna walivyokuwa wameathirika na kusikia awalu lahdha Qur'anul Karim inaposomwa. Mtume kabla ya hijra kwa miaka 3, kabla alhijra bi3 sanawat, alipita katika sehemu fulani fulani pamoja na sahaba zake. Wakaingia karibu na mtende fulani, wakasimamisha salatul fajri fi jamaa. Mtume akasoma Qur'anul Karim. Kwa bahati nzuri majini walikuwa wanapita wakitafuta, wakasikia Qur'ani inasomwa. Kwa sababu majini walikuwa na kawaida wanafika mpaka katika mbingu, wanasikiliza habari za mbinguni, maneno yale ya wahi, maneno yanayozungumzwa kule, wanakamata baadhi ya maneno wanayachukua. Wale majini wanaotumiwa na wachawi wanachukua maneno yale, wanakuja kuyachanganya. Akipata neno moja la ukweli anamletea mchawi anayemtumia, linachanganywa na maneno 10 ya uongo au 100 ya uongo. Sasa ndani ya maneno 10 kuna kuwa moja la sahihi, mengine yote inakuwa ya uongo. Kwa hiyo unapokwenda mara nyingine kwa mchawi, kwa mganga, unaambiwa vitu saa nyingine vinakuwa kweli, lakini alkahina kadhab wa in sadaq, mganga ni muongo hata kama atasema ukweli. Kwa hiyo majini walikuwa wanapata baadhi ya mambo kutoka mbinguni. Yastariquna sama, wanakwenda wanasikiliza, wanakamata baadhi ya neno. Kwa hiyo hii ndio ilmu nisbi, imeshatoka katika ilmu al-ghaib ya Mwenyezi Mungu, inakuja sasa katika ulimwengu. Wao wananyakua baadhi ya maneno, wanaeneza katika ulimwengu. Sasa ilifika wakati wakifika mbinguni, wanaona mbingu yote imejaa walinzi. Wakitaka kusikiliza maneno ya kule, wanaona hawawezi, wanafukuzwa mbio, na kuna vimondo vinaomurika na vinawapiga, vinawaua. Wakakaa bunge, wakasema maladhi hala bainana wa baina samaa, sisi tulikuwa tuna uwezo wa kwenda mbinguni tukasikiliza yanayosemwa kule, mbona sasa hivi kumekuwa na uzito? Kuna pingamizi gani kati yetu na kati ya mbingu? Kumetokea nini? Wakasema haya, tafarraqu ila mashariqi al-ardi wa magharibiha wandhuru maladhi hala bainana wa bainaha.
Hebu tutawanyikeni katika mbingu tutizame, tutawanyikeni mashariki na magharibi tutizame, ni kitu gani kilichotuepusha sisi tusifike tena kule? Mbona tukifika kule tunatolewa mbio na nyota zile na vimondo? Kwa nini? Katika kuzunguka kwao wakampata bwana mtume ya ummul muslimin, amesimama anasali salatu alfajri wa yaqra'u alqur'ana tartilan, anaisoma Qur'an. Walipofika tu wakakaa kimya, wakaanza kusikiliza Qur'ani inasoma, ikaeleta athari katika nyoyo zao. So wallahi hadha huwa alladhi hala bainana wa baina as-samaa. Jamani, mnajua hiki tunachokisikiliza sasa hivi ndicho kilichofanya tukawa sisi hatufiki tena mbinguni. Huyu mwenye kusalisha hapa na haya maneno anayoyasema, huyu ndo amefanya mpaka tumewekewa sasa geti kubwa, hatufiki tena mbinguni. Muhammad kuzaliwa kwake imekuwa neema. Majini ukaambiwa msifike tena huko. Hadha huwa alladhi hala bainana wa baina as-sama. Hiki ndicho kilichotuwekea sisi kizingiti cha kufika wapi? Mbinguni. Ndio Mwenyezi Mungu anasemaje? Wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana. Hawa majini wanatoa takriri ya subhanallah. Makuraishi wa Maka wanasomewa Qur'ani kutwa kucha, mpaka Abdullah ibn Mas'ud anatumwa na mtume ananiambia nenda kawasomee Ar-Rahman allama al-Qur'an. Wasikie majini walivyosikia Qur'ani lakini makafiri wa Maka bado wanatia katika masikio yao vidole usipate kusikia. Sema laqad sarafna ilayka nafaran min al-jinn, hakika tulikuletea kikundi kutokana na majini. Nafar ni watu kutoka 3 mpaka 10 katika lugha ya Kiarabu inaitwa nafar. Yastami'una al-Qur'an, majini hawa walikuja kusikiliza Qur'ani kwa bwana mtume, wanapenda. Na sasa hivi pengine tumekaa hapa, wapo majini wanasikiliza Qur'an. Usiogope, hawana madhara, hawadhuru watu, ni viumbe wanakuwa pamoja na wengine. Na for your information, majini wanatuogopa sisi wanadamu kuliko sisi tunavyoogopa wao. Jini mmoja alimuona Abdullah ibn Abbas, kaambia ya ibn Abbas inna nakhafukum akthara min khawfikum minna. Kaambia ibn Abbas, sisi tunakuogopeni nyie kuliko nyie vile mnavyotuogopa sisi. Lakini kwa kuwa kitu ukioni ndio unakiogopa, kwa sababu adui usiomuona anakuwa hata kama hana kitu. Wewe unaweza kuwa una silaha kali lakini humuoni, hujui atakufanya nini. Kwa hiyo ule uoga unazidi pale. Lakini kwa kweli jini hana uwezo mbele ya mwanadamu. Mwanadamu anaweza kumdestroy jini mara moja tu. Urwa ibn Zubair alikuwa ametumwa mmoja katika majini na kiongozi wao anasema, man minkum yatini bi Urwa ibn Zubair, nani atakayekwenda kumnyakua Urwa ibn Zubair akamleta mbele yangu sasa hivi. Majini wamekaa wale waovu wanataka kwenda kumchukua Urwa ibn Zubair nyumbani kwake. Urwa amekaa analeta mwenyewe dhikri. Mmoja akatokeza akasema, mimi ana saati hivi nitamleta mbele yako sasa hivi, umfanye unavyotaka. Akaondoka jini yule. Sasa pale ilikuwepo mwanadamu anachungulia, anaona watu wamekaa wanaulizana nani atamleta Urwa. Mmoja ameondoka, baada muda mchache akarudi bila ya kumleta Urwa ibn Zubair. Akamuuliza, mbona hujamleta Urwa? Akaambia, lam astati' dukhula baiti, sikuweza hata kuingia nyumbani kwake Urwa. Kwa nini? Nasema lau dakhaltu baitahu lahtaraqt, ningeingia nyumbani kwake ningechomeka nikawa majivu, sikuweza tena. Yule mwanadamu alikuwepo pale akakimbia mpaka nyumbani kwa Urwa ibn Zubair. Akabisha mlangoni kwa Urwa, akamuuliza, madha tatlu, ulikuwa unafanya nini, unasoma nini Urwa? Akaambia, kwa nini? Akaambia, niambie kwanza, muda mchache huu, dakika 5 zilizopita ulikuwa unaleta dhikri gani? Akaambia, nimekaa nasema a'udhu billahi samii'il alim, amantu billahi alazim, wa kafartu biljibti wat taghut, wastamsaktu bil urwati alwuthqa lam fisama laha.
wa huwa as-sami'ul alim. Mimi naleta dhikri hiyo, nimekaa namkumbuka Mwenyezi Mungu, amantu billahi al-azim wa kafartu biljibti wat-taghut, nasema neno haya, nasema basi salama yako, majini wangekuchukua. Lakini mmoja wao kaja nyumbani kwako, kashindwa kuingia katika nyumba. Kwa sababu gani? Kulikuwa kuna vitu vinasomwa vikali vikali, jini hakuweza kupaswa kaingia ndani. Ndio maana Muislamu anapewa silaha nyingi kwa ajili ya kujikinga. Asubuhi kuna dhikri, jioni kuna dhikri, na mtu anaoneshwa vitabu vingi vipo na Uislamu umefundisha adhkaru sabah wal masa, unakuwa katika riayatillah. Kuna shari nyingi, kuna muawwidhataini, unasoma kula a'udhu birabbil falaq, kula a'udhu birabbin nas, Mungu akulinde na shari. Ulimwengu kuna shari mbalimbali, min aljinnati wan nas, shari ya majini na shari ya viumbe, vitu kama hivi. Kwa hiyo lazima mwanadamu awe na silaha, awe na silaha anapolala. Bismika Allahumma inni amutu wa ahya, bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul alim. A'udhu billahi samiil alim, kama alivyosema Sayyidina Urwa. Na zipo adhkar ma'thura kutoka katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtu azichukue au anazitumia. Hakuweza kumchukua Urwa ibn Zubair. Sasa unapokuwa softi, unaweza kuchezewa na kila kitu, hata vijini vidogo vidogo vinakushawishi. Achilia mbali yale yenyewe yalokubuhu katika ifriti. Kwa lazima uwe na vitu ambavyo vinaweza kukuprotect kutokana na shari za watu na shari za viumbe wengine. Na Mwenyezi Mungu anasema wa isarafna ilayka nafaran min aljin, kumbuka tulipokuletea kundi miongoni mwa majini, yastami'una alquran, wakawa nasikiliza Qur'an. Falamma hadaru, walipofika katika kikao cha Qur'an, qalu, wakaambizana, ansitu, jamani sikilizeni, kimya. Angalia majini wananyamazishana. Unaweza kuhudhuria katika kikao cha Waislamu, Qur'ani inasomwa, watu huko wanazungumza. Na tunaambiwa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ikisoma Qur'ani nyamazeni, kweni kimya. Maneno ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nani anaweza kuzungumza wakati fulani anazungumza? Mtu mwenye cheo kikubwa anazungumza labda katika mkutano fulani. Hutaki hata kukooa, unaona utaambia mimi sina adabu. Hutaki kukaa, unataka ukae kwa discipline. Lakini Mwenyezi Mungu maneno yake yanapozungumzwa, vipi leo nani na nani kafungwa ngapi jamaa fulani, dola imepanda imeshuka, Qur'ani huko inasomwa, isikilizeni Qur'an. Viumbe hawa wanakuja naambia, falamma hadaruhu qalu ansitu, walipohudhuria wanaambia nyamazeni, tamani kuweni kimya. Haya ni maneno yanasomwa, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin, ikimaliza Qur'ani wallaw, wakaondoka ila qaumihim, kwenda kwa jamaa zao. Wanakwenda kufanya nini? Mundhirin, wanakwenda sasa kuwatahadharisha. Sisi tukisikia tunaacha hapa msikitini. Hata ukifika nyumbani mke wako atakuuliza, Sheikh kasemaje leo? Hata sijui alikuwa nini leo, umesahau kila kitu. Umekisahau, umekiacha hapa. Mueleze na yeye kumezungumzwa nini, na yeye apate faida. Lakini jini alipotoka pale tu sema wallau ila qaumihim mundhirin, wanaoenda kuwahofisha watu wao. Ya qaumana, wanaambia jamaa zao, laqad sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, hakika tumesikia kitabu kimeteremshwa baada ya nani? Nabii Musa. Labda mtu atauliza, kwa nini wakusema unzila min ba'di Isa? Kwa sababu Mtume Muhammad kabla yake alikuwa Nabii Isa. Kwani majini hawajui kama alikuwepo Isa? Kwa nini wasiseme sami'na kitaban unzila min ba'di Isa? Kwa sababu Isa sheria ndio ile ilikuwa ikitumika katika Taurati, sheria nani? Ya Musa. Kwa hiyo hakuna tofauti kubwa. Taurat, Injil ndio ile tu, na sheria ndio zile tu. Kwa hiyo sheria ni moja tu. Kwa hiyo unzila min ba'di Musa, imeteremshwa Qur'ani, imekuja tena na vitu vingine baada ya Nabii Musa, musaddiqan lima baina yadayhi,
tena nasadikisha kilichokuwa mbele yake au kilichokuwa nyuma yake. Tena Qur'ani hiyo vipi? Yahdi ila alhaq, inateremsha, inaongoza watu kuwapeleka katika haki, wa ila tariqin mustaqim, na inamuonyesha mtu njia ilonyoka. Ya qaumana, enyi jamaa zetu, ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim. Enyi jamaa zangu, muitikieni mlinganiaji anayetoka kwa Mwenyezi Mungu, yani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na muaminini, mtasamewa dhambi zenu na mtaokolewa na adhabu ya moto. Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya, na yeyote ambaye hatumitikia mlinganifu huyu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi ajue Mwenyezi Mungu hashindwi kumfanya vyovyote anavyotaka hapa mbinguni wala ardhini. Majini wanazungumza haya baada ya kusikia nini? Qur'anul Karim. Sasa wamesikia wapi? Hapo sasa. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma ittakhadha sahibatan wala walada. Wanasema qul uhiya, sema ewe Muhammad, hakika mimi nimepewa wahi, nimefunguliwa mambo fulani fulani, annahu, ya kwamba, istama'a nafarun min aljin, walisikiliza kundi miongoni mwa majini, walisikiliza hii Qur'an. Faqalu, baada ya kusikia wakasemaje? Inna sami'na qur'anan ajaba, hakika sisi tumesikia Qur'ani ajaba. Ajaban ni masdar hii imewekwa lilmubalagha, ajiban, maneno matamu kabisa, mazuri kabisa. Yahdi ila alhaq, kama walivyosema katika aya nyingine, wa ila tariqin mustaqim. Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi famanna bih. Hii Qur'ani kule alisema yahdi ila al-haq, yahdi ila ar-rushd famanna bihi. Tulipoisikia tukafanya nini? Tukaamini kwamba haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha wanajitakasa na kitu kikubwa katika dini ni tauhid. Walan nushrika bi rabbina ahada, na kuanzia leo hatutomshirikisha Mola wetu na kitu chochote. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina, na hakika yeye Mola wetu mtukufu amezidi kutukuka. Jaddu, adhma. Jaddu kwa lugha ya Kiarabu babu, lakini hapo sio babu anayezungumziwa, yani jaddu adhma, amezidi kutukuka Mola wetu. Ta'ala ni mtukufu, jaddu rabbina mattakhadha sahiba, hakujichukulia mke wala walada, wala hana mtoto Mwenyezi Mungu. Majini wanatakasa tauhidi ya hali ya juu kwamba Mungu hana mke, hana mtoto. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allahi shatata. Safihi ni nani? Safihi ni mtu mpumbavu na mtu mjinga, ndio anaitwa safihi. Sasa wao wamemwita safihi hapa Ibilisi. Nasema wa annahu kana yaqulu safihuna, na hakika alikuwa akisema yule mpumbavu wetu, na yule asokuwa na akili yule alikuwa akitudanganya sisi siku nyingi, na kumwita mpumbavu mwenye alikuwa hana akili. Wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allahi shatata, na alikuwa akisema juu ya Mwenyezi Mungu vitu ambavyo kwamba shatatan ay ba'idun 'anil haqqi, viko mbali na ukweli. Ibilisi ndo alitufundisha kwamba Mungu ana mtoto, Mungu ana mke, Mungu amezaa, Mungu hivi. Kumbe alikuwa kitudanganya, ukweli ndo huu. Ndio anasema kana yaqulu safihuna ala Allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinn
dhannu ala Allahi kadhiba, nasema sisi tulidhani kwamba majini na wanadamu hawasemi uongo hata mara moja juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumbe tulikuwa tumekosea. Majini wanasema uongo na wanadamu wanasema uongo, na mimi nahisi wanadamu wamezidi hata kuliko majini. Sababu udanganya mpaka wakajidanganya wenyewe maisha yao ndani. Sasa majini wanashangaa, sema anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu ala Allahi kadhiba, tulidhani kwamba hawatosema majini wala wanadamu juu ya Mwenyezi Mungu uongo. Tulifikiria hivyo. Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa, na ilikuwa katika vijana au watu miongoni mwa wanadamu wakijikinga na watu miongoni mwa majini. Wanao kana rijalun min al-insi, au wanadamu walikuwepo wakijikinga na majini. Ilikuwa watu wana tabia ya kuwaogopa sana majini, kama leo tunavyowaogopa. Akifika katika sehemu fulani fulani alikuwa akitoa maneno akisema a'udhu bi sayyidi hadha alwadi, najikinga na bwana wa jangwa hili, wa nyumba hii, wa sehemu hii. Yani pale kuna jini, kwa hiyo anajikinga na jini yule, asijikinge na Mungu. Anasema namtafuta jini huyu aniekee himaya kutokamana na shari zilizokuwa hapa. Kwa hiyo majini nao walikuwa wakisikia habari zile wanazidi kufurahi na wanazidi kuvimba, kwa kumbe wanadamu wanatuogopa, wanatuona kwamba sisi tuna uwezo. Sasa ni walipofanya hivi wanadamu wakawapa nafasi, fazaduhum rahaqa, wakawazidishia mzigo wa taklifa, kwa sababu walijitwiza tena, wakajiona kwamba sisi kumbe tunategemewa mpaka na wanadamu. Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa, wakawazidisha taklifa na mizigo juu yake. Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalika kunna taraiqa qidada. Unasema wa anna dhananna, na hakika tulidhani allan nu'jiza Allah fil ardh, tulikuwa na hakika kwamba sisi hatutomshinda Mwenyezi Mungu katika ardhi. Wa anna dhananna wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atha Allahu ahada, na hakika wao walidhani kama mlivyodhani nyie. Yani majini walidhani kama tulivyodhani sisi wanadamu, alla yab'atha Allahu ahada, kwamba Mungu hatomleta yoyote, hatomtumiliza au hatomfufua yoyote. Ile inkarul bi'tha walikuwa nayo pia majini. Kwa ina maana tabia tulizokuwa nazo sisi tamaman ni kama tabia walizokuwa nazo majini vile vile. Hivi tulipo Waislamu wapo majini Waislamu, munafiqina wapo majini munafiqina, majini ahli sunna wapo majini ahli sunna. Naam. Khurafi wapo khurafi, Shia mashia wapo majini Shia wapo, ibadhi wapo majini kila aina wapo, kama tulivyo sisi na wao vile vile wapo. Kama kuna watu katika sisi jamii yetu wanaoana wanaume kwa wanaume, na majini pia wanafanya shughuli hizo.
tamaman bitamam, kama mfano wa watu wanavyoishi majini, hivyo hivyo wapo. Kama wanakuwepo vijana wauni na majini wapo wauni, ndio maana wanasumbua watu. Sasa inazipatikana kijana anasimama kichochoroni, anamsubiri mtu, anapita, anamkamata, anamshika koo, anamdhuru. Na majini hivyo hivyo. Unaweza kuona jini Rastaman katika majini wamekaa vichochoroni, anamkamata mtu bila, na vile vile mithlan bimithli, mfano kwa mfano. Kwa hiyo wanajieleza wenyewe katika sura hii. Wanasema wa anna lamasna samaa, na hakika tulifika mpaka juu mbinguni. Fawajadinaha, tukaipata hiyo mbingu, muliat harasan shadidan wa shuba, imejazwa walinzi wakali na vimondo, vijinga vya moto. Kama kawaida yetu tulikuwa tukifika tunakwenda tunasikiliza tu, lakini sasa tumekwenda tunaona walinzi wakali na vijinga vya moto, shihab, vimondo vile. Ndio unaona jini anapokaribia anapigwa na kimondo kinamaliza. Wa anna kunna naqudu minha maqaida lis-sam', hakika sisi tulikuwa tuna vikao kule, vikao vya kusikiliza. Faman yastami' al-ana, atakayesikiliza kwa muda huu wa sasa, yajid lahu shihaban rasada, anapata kimondo chenye kumlimbika, chenye kumsubiri, kinamngoja yeye tu, akifika kinamtwanga, kinammaliza. Wa anna la nadri, na sisi hatujui, asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Hatujui hapa asharrun urida, haya yote yamefanyika ni kwa ajili ya shari ambayo imetakikana kwa watu wa ulimwenguni. Angalia adab walivyokuwa mafasaha majini, mpaka kuzungumza walikuwa wanachunga adabu ya kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana sema wa anna la nadri asharrun urida. Angalia nasabu shari ila almajhul, shari wameipeleka kwa mtu ambaye hajulikani nani, kisha kheri wakaipeleka kwa Mungu. Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada. Hatujui watu walimwenguni wametakikana kwa ubaya au kuna uongofu kautaka Mola wao uwe juu yao. Kwa uongofu wameupeleka kwa Allah, upotovu wameupeleka kwa mtu asiyejulikana. Kusema wa anna la nadri asharrun arada Allahu bi ahli al-ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Akusema wa anna la nadri asharrun urida bifi'lin yubna ala al-majhul, asharrun urida ma anna al-khayra wa shar min Allah. Vitu vyote hivi vinatoka kwa Mungu, lakini hii ni adabun ma Allah. Hawakusema Mwenyezi Mungu kataka kheri kwa watu wa duniani au kataka shari kwao. Ndio wa anna la nadri, hakika sisi hatujui. Asharrun urida biman fil ardi, ni shari imetakikana juu ya vichwa vya watu wa ulimwenguni. Am arada, au amependa Mola wao, rashadan, waongoke, au kheri fulani imetakikana. Ndio maana kukae kwa walinzi mbinguni na hivi na hivi. Hatujui. Majini hawajui ghaib. Kama mtu anawatumia majini ili wapate kumpa habari za ghaib, hapa wenyewe wanasema wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Hatujui habari hizo, Mungu kataka nini, na wao ni kama sisi tu, tamaman bitamam, hawezi kueleza habari za ghaib abadan. Kisha wanajieleza kwamba na sisi majini wapo wema na waovu. Wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalik kunna taraiqa qidada, na hakika miongoni mwetu sisi majini tupo wema. Wa minna duna dhalik, na tupo wengine sio wema, mbali na wema. Wapo wema wazuri na wapo wabaya kama wanadamu. Kunna taraiqa qidada, tena tuko makundi mbali mbali. Ndio nikawaambia kuna ahli sunna, kuna ahlul bid'a, kuna sufi, kuna firqatul qadiriyya katika majini, kuna firqatul jailaniya, kuna mutasawwifuna, kuna mutamaswifuna. Kila vikundi kama vilivyokuwepo katika wanadamu na majini vinapatikana vikundi hivyo. Wanasema kunna taraiqa qidada, sisi ni tariqa
mbali kabisa. Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na al-huda آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Wazima wa anna dhananna, na sisi tulikuwa na hakika alla nu'jiza Allah fil ard, kwamba hatutomshinda Mwenyezi Mungu, hatutomlemea Mungu. Hashindwi na sisi hapa ulimwenguni. Katuambia ya ma'shara al-jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hawezi wanadamu kumkimbia Mungu, wala majini hawezi kumkimbia Mungu. Mungu akawatafuta akasema wamenishinda, sijawaona. Kiumbe anaweza kutafutwa asipatikane, hata superpower akatafuta asimpate, lakini Mungu akimtaka kiumbe anampata tu mahala popote. So dhananna allan nu'jiza Allah fil ard wa lan nu'jizahu haraba, hatuwezi kumlemea Mungu kwa kumkimbia. Wa anna lamma sami'na al-huda, na hakika sisi majini tuliposikia uongofu unatangazwa, amanna bih faman yu'min bi rabbih, basi sisi tuliuamini uongofu. Kwa hiyo yeyote atakayeamini Mola wake, fala yakhafu bakhsan, asiogope kwamba kutakupunguzwa, kuna punguzo katika amali, wala rahaqan wala zulma, asiogope kitu chochote. Majini wana msimamo huo, faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan, asiogope naqsan fil hasanati wala rahaqan au zulman, katika jambo fulani, asiogope kitu chochote. Mwanadamu wanatufundisha itikadi kubwa majini. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusoma tu majini wamekamata, wakaamini na wakawepo Waislamu, na Mtume alikuwa kuna siku anakwenda kuwasomesha Qur'ani majini. Usiku anasema tulimkosa bwana Mtume siku moja, fabitna bi sharri lailatin bitna yawmaha, tukalala usiku ule tukiwa tuna wasiwasi mkubwa. Fadhananna anna rasulallahi qad ghitila au qutil, tukafikiri Mtume keshauawa. Fabathnaha, tukamtafuta. Baada ya muda tukamwona mwenyewe anakuja, tukamuuliza ya Rasulullah, laqad bitna bi sharri lailatin bitna, tumelala hatujui uko wapi. Fadhananna annaka qad qutilta au qutilta, Mtume akamwambia la, jaani da'in min aljin, amekuja mmoja katika majini kuniita, akaniambia jamaa zangu nakusubiri ukawasomeshe Qur'an. Kwa hiyo nimeondoka naye nikaenda tukawasomesha Qur'ani, sasa hivi ndo ninarudi, mkitaka nikakuonyesheni walipokuwa wamekaa, twendeni. Nasema tukaondoka na Mtume, fa arana athara niranihim, bwana Mtume katuonesha, unaona athari yao, hapa ndo walikuwa wamekaa, mimi nilikuwa hapa na wasomesha Qur'an. Kwa majini Waislamu wapo na sasa hivi wamekaa na sisi. Narudia tena, mtu asije akaogopa akasema siji tena darasa, kumbe kuna majini. Hawa ni viumbe kama viumbe wengine. Wa anna dhananna allan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Mtu asiogope, maadamu kishamwamini Mwenyezi Mungu, asiogope chochote tena kitakachotokea. Inshallah baqiyatul baqiya katika suratul jin tutakuwa nayo wiki itakayofuata. Huu ni mwezi mtukufu wa Rajab, kwa hiyo tuzidishe kufanya matendo mema ndani ya mwezi mtukufu wa Rajab, sababu ni miongoni mwa miezi minne mitukufu sana katika miezi 12. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuzidisha amali zetu. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr, salamata min kulli ithmin wal fawza bil janna wan najata minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Yuko mwenzetu ana matatizo, na katuomba tumuombee dua, na kwa wakati huu inshallah tutamwombea yeye na sisi pia. Tuenia yoyote mwenye matatizo yake Mwenyezi Mungu amtatulie, mwenye mgonjwa wake Mwenyezi Mungu ampoze, mwenye maiti wake Mwenyezi Mungu amrehemu, mwenye shida zake Mwenyezi Mungu azitatue, mwenye madeni Mungu amlipie madeni yake. Allahumma inna nas'aluka bismika al-azim alladhi idha su'ilta bihi a'tayta wa idha du'ita bihi ajabta an tuyassira alayna umur ad-dunya wal akhirah waqdi jami'a hajatina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.